Karibu katika sehemu ya 3 ya simulizi yetu ya utajiri wa mashariki wa jini Kabula. Okay, tunaendelea na pale tulipoishia. Hali ya hewa katika makaburi ya Kinondoni ilibadilika na kuwa ya kutisha zaidi. Udongo ulikuwa unatetemeka kama kuna tetemeko la ardhi, na harufu ya kiberiti na bahari ilitanda kila mahali. Zaraka alikuwa anachomoza kama zimwi kutoka shimoni, macho yake yakimulika kama taa za gari katikati ya kiza. Reino alimtazama yule mtoto aliyekuwa akilia kwa hofu. Licha ya kuambiwa kuwa ni mtoto wa Zaraka, Reino alikumbuka siku alizomshika mikononi mwake akiamini ni damu yake. Binadamu ana kitu kimoja ambacho majini hawana kwa urahisi: huruma isiyo na mipaka. Hey Rati, huyu mtoto hafi, Reino alinguruma. Na Zaraka, humpendi huyu mtoto, unamtaka kwa ajili ya nguvu zako tu, sitakuruhusu. Reino alishika ile pete ya dhahabu. Safari hii hakuigeuza kwa ajili ya kuwa upepo wa kuibia benki. Alifunga macho na kuwaza kuhusu usalama wa yule mtoto na Kabula. Ghafla, pete ilitoa mionzi ya bluu iliyokolea, ikatengeneza kuba la kioo cha kichawi, magical dome, lililomzunguka yeye, Kabula na yule mtoto. Zaraka alipiga ngumi lile kuba, lakini alirushwa nyuma na nguvu ya ajabu. Nguvu ya Suleiman! Zaraka alipiga kelele kwa hasira. Binadamu huyu anawezaje kuitumia nguvu ya juu kiasi hiki? Wakati Reino akipambana kulinda kuba, Kabula alianza kupumua kwa shida. Ngozi yake ilikuwa inabadilika na kuwa baridi sana, na rangi yake ya asili ya kijinini ilikuwa inafifia kabisa. Alikuwa anageuka kuwa binadamu kwa kasi kubwa sana, kwa sababu alitumia nguvu zake nyingi kumlinda Reino kule ujinini. Reino, Kabula alinong'ona, kuba hili linatumia nguvu ya moyo wako, lakini Zaraka atatumia damu ya Zuena kuivunja. Ni lazima utafute njia ya kumrudisha Zaraka kuzimu kabla sijaishiwa nguvu ya kijini, maana nikishakuwa binadamu kamili siwezi tena kukusaidia kwa uchawi. Heirati, ambaye alikuwa amesimama nje ya kuba lile, alikuwa akicheka kwa kejeli. Dada yangu anajifanya shahidi wa mapenzi. Reino, nifungulie niingie ndani nikupe siri ya kumshinda Zaraka, ama sivyo wote mtaishia kuwa chakula cha majini waasi. Reino alikuwa kwenye njia panda. Je, amwamini Heirati ambaye mara nyingi ana chuki na binadamu, au aendelee kupambana peke yake? Ghafla, katikati ya mapambano yale, sauti nzito ilisikika kutoka angani. Haikuwa sauti ya kishindo, bali sauti yenye mamlaka na utulivu. Zaraka, umeasi ufalume wangu, lakini umeona haitoshi. Umekuja kusumbua duniani. Mfalme Saka alitokea akiwa amesimama juu ya mawingu ya moshi mweupe. Zaraka, uliasi ufalme wangu na sasa unaleta fujo katika ulimwengu wa binadamu. Mfalme alishuka chini, vazi lake la kifalme likigusa ardhi ya makaburi. Zaraka alinywea kidogo, lakini hakurudi nyuma. Mfalme, huyu binadamu ana pete yako na mtoto wangu yuko mikononi mwake. Nina haki ya kuchukua kilicho changu. Mfalme Saka alimtazama Reino, kisha akamtazama binti yake Kabula aliyekuwa akizimia. Reino, umeonyesha moyo ambao hata majini wenye nguvu hawana, lakini pete hiyo ina sharti moja ambalo Kabula hakukuambia. Ili kumshinda Zaraka kabisa, ni lazima pete hiyo ilishwe tone la damu ya kweli kutoka kwa mtu anayeipenda pete kuliko kitu chochote. Mfalme Saka alimtazama Zuena aliyekuwa akijikokota. Zuena, kwa tamaa ya mali, alijaribu kukimbilia ile pete iliyokuwa kwenye mkono wa Reino. Ipe damu yangu, mimi naitaka hiyo pete, nataka utajiri wangu urudi. Zuena alipiga kelele. Zuena alijikata kiganja na kukigusa lile kuba la Reino, akitaka damu yake iingie kwenye pete ili aifiche na kuwa tajiri peke yake. Lakini hapo ndipo kosa kubwa lilifanyika. Mfalme Saka alitabasamu kwa huzuni. Pete ya Suleiman haitaki damu ya tamaa, inataka damu ya dhabihu. Damu ya Zuena ilipoigusa pete, pete ilitoa mlipuko la giza badala ya mwanga. Zaraka alitumia nafasi hiyo kuingia ndani ya kuba. Alimnyakua yule mtoto na kuanza kupaa naye kuelekea baharini. Kabula, Reino, mtoto wangu sasa atakuwa mfalme wa majini waasi. Zaraka alicheka kwa ushindi. Reino hakukubali. Alijitosa kwa kasi, akisahau kuwa yeye ni binadamu. Alimrukia Zaraka na kumshika miguu.
Wakati huo huo, Kabula alikusanya nguvu zake za mwisho za kijini na kumpulizia Reino pumzi ya moto wa bluu. Reino, geuza pete mara 7, Kabula alipiga kelele. Reino aligeuza pete mara 7 akiwa angani. Ghafla, mwili wa Reino ulianza kubadilika. Hakuwa upepo tena, bali aligeuka kuwa jini mkuu wa shaba, jini mwenye nguvu zaidi ya kibinadamu, lakini na roho ya mtu. Alimnasa Zaraka na kumpiga kichwa, kilichomfanya Zaraka apoteze fahamu na kumwangusha mtoto. Reino alimdaka mtoto na kutua chini kwa kishindo. Zaraka alitokomea baharini, akivutwa na minyororo ya maji iliyotumwa na Mfalme Saka. Vumbi lilitulia. Mfalme Saka alisimama mbele ya Reino, ambaye sasa alikuwa amerudi kwenye hali yake ya binadamu, lakini akiwa na macho yenye mwangaza wa ajabu. Kabula alikuwa amelala chini, haisikiki hata pumzi yake. Reino alimkimbilia Kabula. Kabula, amka, tumeshinda. Mfalme Saka aliweka mkono wake juu ya kichwa cha Kabula. Binti yangu amechagua njia yake, amepoteza uwezo wote wa kijini ili kukuokoa wewe na huyu mtoto. Kuanzia leo, Kabula ni mwanamke binadamu wa kawaida. Hawezi tena kupotea kimiujiza, hawezi kuishi miaka 1000 na atahisi maumivu kama wewe. Mfalme Saka alimtazama Reino, kisha akamtazama binti yake Kabula aliyekuwa akianza kufumbua macho. Safari hii macho yake yakiwa na rangi ya kahawia kama binadamu wengine na tabasamu la kweli. Niko tayari mfalme, Reino alijibu bila kusita. Reino na Kabula walifunga ndoa ya kifahari jijini Dar es Salaam. Reino aliendelea kusaidia maskini kwa mali alizopata, na Kabula akawa mke mwema, akimlea yule mtoto ambaye sasa alijulikana kama Saka mdogo kwa upendo, licha ya kujua siri ya asili yake. Lakini usiku mmoja, Reino alikuwa amejilaza kitandani. Kabula alikuwa amelala pembeni mwake. Ghafla, Reino alisikia sauti ya kicheko cha ajabu kikisikika kutokea bafuni. Alipoamka na kwenda kuangalia, kilikuta kioo cha bafu kimeandikwa kwa damu ya kijani: Zaraka hajafa na Heirati bado anataka pete. Reino aligeuka kumtazama Kabula, lakini alishtuka kuona Kabula amekaa kitandani, macho yake yakiwa yamerudi kuwa na mwangaza wa bluu kwa sekunde moja, kisha yakarudi kuwa ya kawaida. Kuna nini mume wangu? Kabula aliuliza kwa sauti tamu, lakini safari hii sauti yake ilikuwa na mwangiko wa kijinini uliousahaulika. Je, Kabula amedanganya kuhusu kupoteza nguvu zake? Simulizi yetu ya kusisimua inaendelea, huku kivuli cha ulimwengu wa majini kikiendelea kuandama maisha ya Reino na Kabula. Miaka 7 imepita tangu yale mapambano ya makaburini, lakini amani ilikuwa ni pazia tu lililoficha dhoruba inayokuja. Reino sasa alikuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa mjini, akijulikana kwa ukarimu wake. Kabula alikuwa mke mfano wa kuigwa, mrembo na mwenye busara, huku akimlea Saka mdogo kwa mapenzi makubwa. Lakini Reino hakuwahi kusahau ule usiku wa kioo cha bafuni. Alikuwa akimtazama Kabula kwa siri, akijaribu kuona kama yale macho ya bluu yatatokea tena, lakini Kabula alibaki kuwa binadamu wa kawaida, angalau kwa nje. Mume wangu, upo sawa? Mbona unanitizama sana? Saka mdogo sasa alikuwa anatimiza miaka 7. Siku chache kabla ya sherehe yake ya kuzaliwa, mambo ya ajabu yalianza kutokea nyumbani kwao. Vyombo vilikuwa vikijiosha vyenyewe jikoni usiku, na bustani ya maua ilikuwa ikichanua maua ya ajabu ya rangi ya bluu ambayo hayapatikani duniani. Kabula, kuna kitu unanificha? Reino aliuliza asubuhi moja wakiwa mezani. Kabula alitabasamu, lakini tabasamu lake lilikuwa na huzuni kidogo. Reino, damu ya ujinini haijifichi milele. Saka mdogo anakaribia umri wa kuvunja muhuri. Katika umri huu, asili yake ya kijini itaanza kujitokeza, na hapo ndipo hatari itakapoanza. Siku ya sherehe ya Saka mdogo ilifika. Nyumba ilipambwa kwa fahari na wageni wengi walialikwa. Katikati ya sherehe, mwanamke mmoja mrembo sana aliyevaa vazi la hariri la kijani na miwani meusi aliingia ndani. Alijitambulisha kama Bisama, mwalimu mpya wa sanaa wa Saka mdogo. Reino alihisi mapigo ya moyo wake yakiongezeka. Harufu ya mwani na upepo wa bahari ilimzunguka mwanamke huyo. Alipovua miwani yake, Reino alimtambua papo hapo. Alikuwa ni Heirati.
umekuja kufanya nini hapa? Reino alinong'ona kwa hasira baada ya kumvuta pembeni. Hairati alicheka kicheko chake kile kile cha kejeli. Nimekuja kumlinda mpwa wangu Reino. Unadhani Zaraka amesahau damu yake? Muda huu tunapozungumza, majini waasi wamezunguka nyumba hii. Mimi pekee ndiye ninayeweza kumficha Saka mdogo asionekane na rada za Zaraka. Wakati keki ikikatwa, Saka mdogo alianza kulia na kushika kichwa chake. Ghafla macho yake yalibadilika na kuwa meupe tupu, na upepo mkali ulianza kuvuma ndani ya ukumbi wa sherehe. Wageni walitimua bio kwa hofu, dhidhani ni dhoruba ya ajabu. Anavunja muhuri! Kabula alipiga kelele. Papo hapo sauti ya kishindo ilisikika kutoka bafuni ya juu. Maji yalianza kutiririka kwa kasi kuteremka ngazi, na ndani ya maji yale kivuli cha Zaraka kilionekana kikikua na kuwa kikubwa. Zaraka hakuwa amekufa, bali alikuwa amejijenga upya kwa kutumia chuki na giza. Nileteni mwanangu! Zaraka alinguruma, sauti yake ikipasua vioo vya nyumba. Hairati alipiga hatua mbele na kutoa mkufu wa chaba. Zaraka, huwezi kumchukua huyu mtoto, alishapigwa chapa ya kifalme na Mfalme Saka. Lakini Zaraka alicheka. Mfalme Saka amezeeka na kupoteza nguvu zake. Hairati, kwa nini unajitesa kulinda hawa binadamu? Ungana na mimi, tumtumie huyu mtoto kufungua lango la dunia, tuitawale Dar es Salaam na ulimwengu mzima. Reino akiona familia yake iko hatarini, alikimbilia chumbani kwake na kufungua sanduku siri. Ndani yake kulikuwa na ile pete ya Suleimani. Kumbe Reino hakumrudishia Mfalme Saka pete ile. Alitengeneza pete nyingine ya bandia na kumpa mfalme, huku akibaki na ile ya kweli kwa ajili ya ulinzi wa dharura. Reino, hapana! Ulimdanganya baba! Kabula alishtuka. Niliogopa kukupoteza tena Kabula. Reino alishusha kichwa chake. Ghafla mwanga mweupe ulitokea katikati ya selebu. Mjumbe wa Mfalme Saka alitokea. Reino wa duniani, ujanja wako umejulikana. Mfalme ametoa hukumu. Kwa kosa la kuiba pete ya kifalme, ni lazima mmoja kati ya wawili, Kabula au Saka mdogo, arudi ujinini milele kama fidia. Nini kitatokea? Je, Reino atamruhusu mkewe mpendwa Kabula arudi ujinini na kumwacha yeye na mtoto? Au atachagua kumtoa Saka mdogo, mtoto mwenye asili ya giza? Na je, Hairati atatumia nafasi hii kumchukua Reino kwa ajili yake? Simulizi inaingia katika hatua nyingine ya hatari. Usisahau kusubscribe kwenye channel hii yetu King Swahili Recaps. Mpaka kufikia hapa ndiyo mwisho wa sehemu hii ya 3. Mtunzi na mwandaizi wa simulizi hii ni King Reino MC Seba. Tukutane tena katika sehemu inayofuata na ndiyo tutajua ni nini kitatokea baadaye.